ambao jambo la kifo chao ni jambo linakuwa nini? Ni moja. Kwa hiyo anavyokufa huyu ndiye anavyokufa huyu. Kwa hiyo wanaosema kwamba mwanadamu akifa roho yake inaenda mbinguni na wanyama wakifa roho inaenda chini, au inakuwa si kweli. Ukweli ni kwamba mtu akifa anaenda wapi? Anaenda mavumbini, anaenda kwenye kimya. Sasa kama anaenda chini kwenye kimya, nini huwa kinafuatana naye? Naomba kusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14:13. Ufunuo wa Yohana 14:13. Mtu akifa huwa anafuatana na kitu gani? Kwa sababu ukifa sasa hivi, kama ulikuwa na magari, ulikuwa na nyumba, ulikuwa na viwanja, hivi vitu vyote utaweza kuviacha. Utawaachia hizo watoto wako, ndugu zako, ama jamaa zako. Lakini wewe ukifa sasa, kitu gani utaondoka nacho? Naomba usome msomaji. Ufunuo wa Yohana 14:13 inasema, ndio, nikasikia sauti kutoka mbinguni, ndio, ikisema, ndio, andika, heri wafu wafao katika Bwana, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, ndio, wapate kupumzika, ndio, baada ya taabu zao, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kwa kuwa nini? Matendo yao yafuatana nao. Kwa hiyo kinachofuata kabrini mtu akifa ni nini? Ni matendo yake. Kwa hiyo kama ulitenda mema ama ulitenda mabaya, ndicho yatakayokufanyaje? Kitakufuata huko huko. Kwa hiyo kinachokufuata kabrini ni matendo yako, si ndio msemaji? Ndio. Kwa hiyo watu wote ambao wanakufa, wakifa, kinachowafuata kabrini huwa ni matendo yao. Sasa msomaji, kuna swali la kujiuliza, ni kwamba mtu akifa anaenda kaburini, si ndio? Tumeona hivyo. Ndio. Je, atakaa kaburini kwa muda gani? Naomba tusome kitabu cha Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 40. Mtu akifa anakaa kaburini mpaka muda gani? Yaani anakaa kwa muda gani? Yohana Injili 6 mstari wa 40 na 44. Inasema, ndio, kwa kuwa mapenzi ya Baba ni haya, ndio, ya kwamba, ndio, kila mtazamaye mwana, ndio, na kumwamini yeye, awe na uzima wa milele, ndio, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo kufufuliwa ni siku ya mwisho. Kwa hiyo watu wote watafufuliwa siku ya nini? Ya mwisho. Watu watafufuliwa siku ya mwisho. Kama watu watafufuliwa siku ya mwisho. Na hapa, kumbuka hapa wakati Yesu anarejea, hapa hakuta kuwepo na yani watu watakuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na watakuwepo ambao wako hai na wengine watakuwepo wamekufa. Lakini kitakachowatofautisha ni kwamba watakuwepo makundi mawili ya watu walio hai na makundi mawili ya watu waliokufa. Kundi la